Safi kabisa. Haya, kwanza mwalimu, Naam. anwani langu nitalipata kwa Zakaria 13:8. Zakaria 13:8 mwalimu. Zakaria 13:8. Hapo ndiye anwani langu itapatikana mwalimu. inasema Na iseme mwalimu. hata Na mwalimu, itakuwa kwamba hata itakuwa ni ya kwamba katika nchi yote dunia yote mafungu mawili yatakataliwa mbali, mafungu mawili yatakataliwa mbali, nao watakufa, nao watu watakufa, asema Bwana. Lakini fungu la tatu litabaki humo, nami nitalileta fungu lile la tatu. Mungu anasema baada ya kufutilia fungu mbili ataleta fungu la tatu na kufikisha kati ya moto. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu amesema kuna mafungo matatu, na vile nilikuwa naanza mada niliongea kuhusu siku tatu ama masiku matatu. Kwa hivyo Mungu anasema kuna fungu la kwanza na la pili. Baada ya fungu la kwanza na la pili litakuja lile fungu la tatu. Itakapokuja fungu la tatu, basi fungu hizi mbili zitatoweka. Baada ya hizi fungu mbili kutoweka, basi litabakia lile fungu moja. Kwa hivyo hii fungu moja ndio Mwenyezi Mungu atafanya nini? Ataileta. Hii ni Biblia. Hebu tuangalie haya mafungo matatu. Ni mafungo ni fungo gani? Ama ni yapi haya mafungo matatu? Mwalimu. Naam. Hebu nisomee Biblia ya habari njema. Ndio hiyo mwalimu. Habari njema nitaanza na kitabu cha Mathayo. Mathayo 28:1. Tusikie Mwenyezi Mungu anasemaje. Mathayo 28:1 inasema, na iseme mwalimu, baada ya Sabato karibu na mapambazuko ya siku ile ya Jumapili, Maria Magdalene na yule Maria mwingine walikwenda kutazama lile kaburi. Tulia mwalimu. Kwa hivyo hapa Biblia inatuambia ya kwamba ilikuwa ni siku ya Sabato. Ilipokuwa ni siku ya Sabato, kesho yake ilikuwa ni siku ya Jumapili. Siku yenyewe ya Jumapili, wakati wa kupambazuka, kuna wanawake wawili walienda kutazama kaburi. Kwa hivyo hapa tumepata kwamba Sabato imetajwa. Wakati Sabato imetajwa, Jumapili ikatajwa. Ina maana ya kwamba Jumapili iko nyuma ya Sabato. Haya ni masiku mawili tayari yametajwa. Hebu mwalimu, tuangalie tena siku nyingine. Nenda katika kitabu cha Yohana 19:31. Yohana 19:31 inasema, na iseme mwalimu, ilikuwa Ijumaa, siku ya maandalio. Kwa hiyo kusudi miili sikae msalabani. Tulia mwalimu wangu, hapa imetajwa siku ya Ijumaa. Ilikuwa maandalio ya siku ya Ijumaa. Kwa hivyo mwalimu, tumepata masiku matatu yametajwa. Lakini kwa haya masiku matatu ambayo yametajwa, mawili yametajwa haswa. Kwa
imetajwa, tumesikia Ijumaa imetajwa, alafu ikatajwa Sabato. Sabato ilipotajwa, hatujaambiwa ya kwamba hiyo Sabato ni siku gani. Haitatuambia. Hii ni kwa Biblia. Hatujaambiwa kwa Biblia ya kwamba hii Sabato ni siku gani. Lakini Jumapili imetajwa, Ijumaa pia imetajwa. Lakini kwa kuwa tunatafuta ukweli na tunaendelea kusoma vitabu vya Mwenyezi Mungu, mbeleni huko nina uhakika ya kwamba Mwenyezi Mungu atatubainishia haya maneno ambayo leo hii tunayajadili. Hebu mwalimu, Naam. endelea sasa. Kitabu ni cha Kutoka 28. Kutoka 28. Inasema. Inasema. Na iseme mwalimu. Usisahau kuweka takatifu. Mwalimu, ni nane? Ni 28. Haya, endelea. Hiyo ni habari njema mwalimu. Usisahau kuweka takatifu siku ya Sabato. Usisahau kuweka siku takatifu ambayo ni Sabato. Ukisoma King James Version inasema uikumbuke Sabato. Unajua hapa tuko na Biblia zaidi ya 10. Kwa hivyo ikumbuke siku ya Sabato, uitakaze. Fanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 ni siku takatifu ya Bwana, uitakaze. Kwa hivyo katika Kutoka, ambayo Kutoka ni maneno ambayo Mungu anampatia Musa, na katika sheria namba ya 8 inatuambia kwamba tukumbuke Sabato, tuitakaze. Imesemwa vizuri sana. Ijapokuwa katika hii aya hatujaambiwa ya kwamba hii Sabato ni siku ya Jumapili, hii Sabato ni siku ya Ijumaa, hii Sabato ni siku ya Jumamosi. Hatujaambiwa, lakini tumeambiwa tuikumbuke na tuitakaze. Mwalimu, kwa kuwa tunaendelea na uchambuzi wa vitabu, nimejua mbele huko tutapata uhakika wa maneno. Hebu mwalimu, nipatie kitabu cha Kutoka 16 anzia 28. Tusikie Mungu anasemaje. Hii habari njema mzuri sana mwalimu. Tumeshaambiwa ya kwamba tuikumbuke Sabato. Baada ya kuikumbuka Sabato, tuitakaze. Lakini hatujaambiwa ni siku gani. Kutoka 16 anzia 28. Inasema. Inasema. Na 19 16 mwalimu. 16 28. Anzia 28. Inasema. Tusikie nasemaje mwalimu. Hapo Mwenyezi Mungu akamwambia Mose. Mungu akaongea na Musa. Wakati Mungu anaongea na Musa, Mungu anaambia nini Musa? Mpaka lini mtakataa kuzitii amri za sheria zangu? Kulia. Mungu anaambia Musa, anauliza Musa, tangu lini mtakataa kushika sheria zangu? Ina maana kuna sheria ambaye Mungu alimpa Musa kwa unaona Waisraeli, lakini wana wa Israeli hawakuenda na hizo amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu analalamika, anasema tangu lini mtakataa kushika sheria zangu? Endelea. Fahamuni kwa mimi Mwenyezi Mungu. Mungu anasema fahamuni ya kwamba mimi ni Mwenyezi Mungu. Nimewapa siku ya Sabato. Mimi Mwenyezi Mungu nimewapa siku ya Sabato. Ili maneno ya Mungu. Mungu anaongea na Musa, anasema nimewapa siku ya Sabato. Endelea. Ndio maana nikawapa chakula cha siku 2. Ndio maana nimewapatieni chakula cha siku 2. Yaani Mungu amewapa Sabato, lakini katika kuwapa Sabato amewapa chakula cha siku
siku mbili. Endelea. Mnamo siku ya sita. Mnamo siku ya sita. Basi pumzikeni. Basi Mwenyezi Mungu anasema mmeshapewa chakula ya siku mbili, kwa hivyo pumzikeni. Kila mtu nyumbani mwake. Kila mtu nyumbani mwake. Mtu yeyote asitoke. Mtu yeyote asitoke siku ya Sabato. Siku ya saba. Katika siku ya Sabato. Tulia mwalimu. Hapa tumepata Mungu anaongea na Musa. Na anaongea na wana wa Israeli. Kwa sababu Musa ndiye alikuwa kiongozi wao kutoka kule Misri mpaka jangwani. Mungu anaambia, nimewapa chakula cha siku mbili. Kwa hivyo siku ya sita mpaka siku ya saba mtu yeyote, kila mtu atapumzika. Na utapumzika wapi? Utapumzika kwa nyumba yako. Kila mtu asitoke. Kwa hivyo wewe mwenye unashika Sabato, mwenye unasema wewe ni msabato, kulingana na aya unashika sheria, lakini swali, hiyo siku ya Sabato unakaa kwa nyumba yako? Kwa sababu Mungu anasema hii siku ni siku ya kukaa kwako, sio siku ya kutoka, sio siku ya kutembea, ni siku ya kukaa kwako. Wewe unapumzika, usitoke nje ya nyumba yako. Kama wewe umeshipata hii sheria na unakaa kwako, basi kwa mujibu wa Biblia uko sawa. Na kama utasema ya kwamba wewe ni msabato, umeshika Sabato na siku ya Sabato unatoka kwako, sababu hapa amesema kwa nyumba yako usitoke, unakaa kwako. Kwa hivyo ikiwa unatoka, basi jua ya kwamba tayari umeanza kuvunja sheria ya Sabato. Hii ni mambo ya Biblia. Wewe umeanza kuvunja sheria. Siku ya Sabato kaa kwako, usitoke. Kaa kwa nyumba yako, usitoke. Hii sheria tunapata katika Biblia Kutoka 16:25 mpaka 29. Kwa hivyo usitoke. Hasa ukitoka kwako unaenda kanisani kuabudu, jua ya kwamba unaenda kinyume na maagizo ya Mungu. Ndio pale Mungu analalamika, tangu lini mpaka lini mtakataa kushika amri zangu? Mwalimu, hebu tuangalie, hiyo ni sheria ya kwanza, kwa mwenye kushika Sabato usitoke. Hebu tuingie katika sheria ya pili. Sheria ya pili nasemaje mwalimu? Kutoka 31. Kutoka 31:16 mwalimu. Kutoka 31:16. 31:16. Kutoka 31:16. Naam. Nayo inasema hivi. Na iseme, kwa hiyo Waisraeli wataiadhimisha siku ya Sabato. Sasa hapo Mungu anasema, kwa hiyo wana wa Israeli wataadhimisha siku ya Sabato. Hapa tunaambiwa sasa, kumbe wale ambao waliambiwa ya kwamba siku ya Sabato wakae katika nyumbani mwao wasitoke, Mungu anatuambia kumbe ni Waisraeli. Endelea. Kwa hiyo Waisraeli wataiadhimisha siku ya Sabato na katika vizazi vyao vyote. Katika vizazi vya Waisraeli, vizazi vyao vyote watashika Sabato kama ishara, kama itakuwa kama ishara ya agano la milele. Yaani Sabato kwa wana wa Israeli, Mungu anasema itakuwa agano kwao ya milele. Sasa kama wewe sio Muisraeli, haupatikani katika vizazi vya Israeli, jua ya kwamba ikiwa unaingia unajilazimisha na hii sheria, basi jua ya kwamba unaenda kinyume na maagizo ya Mungu. Lakini kama wewe ni Muisraeli ambao ukienda Israeli hahitaji passport, hawakuulizi passport ya kuingia katika nchi ya Israeli,
basi jua ya kwamba hizi sheria zinakuhusu. Na ikiwa wewe utakuwa hapa katika kuwa kwako hapa, ukitaka kwenda Israeli mpaka uwe na passport, basi jua ya kwamba wewe sio Mwisraeli, ndio sababu wanakuuliza passport. Mungu anasema hii sheria itakuwa katika vizazi vyao. Na ikiwa katika vizazi vyao, Mungu anasemaje mwalimu? Naam. 17:21 mpaka 25, kitabu ni cha Yeremia. Yeremia 17:21 mpaka 25. Hapa sisi tunafundisha watu. Naam. Na baada ya kufundishana kupitia maandiko ya Biblia, safi. Hebu tuangalie Yeremia 17:21 inasema mpaka 25. Wale waambie kwamba mimi Mwenyezi Mungu nasema hivi. Waambie kwamba mimi Mwenyezi Mungu ninasema hivi, kwa usalama wa maisha yenu. Kwa usalama wa maisha yenu muwe na hatari. Msije mkabeba mzigo siku ya Sabato. Msije mkabeba mzigo siku ya Sabato. Hii ni sheria. Yaani siku ya Sabato haifai ubebe mzigo, ubebe kitu yeyote siku ya Sabato. Endelea. Au kuingiza mzigo mjini. Haifai. Mtu ni siku ya Sabato na amebeba mzigo anaingia nayo mjini, hiyo haifai. Kupitia malango ya Yerusalemu. Endelea. Msibebe mzigo kutoka majumbani mwenu. Msibebe mzigo. Yaani wewe ukitoka kwa nyumba yako na ni siku ya Sabato, weka kwa nyumba, usitoke. Usibebe mzigo yote siku hiyo, kaa kwa nyumba. Msibebe mzigo kutoka majumbani mwenu siku ya Sabato, na wala kufanya kazi. Haifai mtu afanye kazi siku ya Sabato, ni kukaa kwako. Kaa kwa nyumba, kwa sababu umepewa chakula ya siku 2. Hii siku 2 kula, siku ya 6 kula, siku ya 7 wewe kaa pale. Haitakikani utoke tunaenda kufanya kazi. Endelea. Adhimisheni siku ya Sabato. Kwa hivyo adhimisheni hiyo siku ya Sabato, na iadhimisheni hiyo siku ya Sabato na kama siku takatifu. Muweke hiyo siku kama ni siku takatifu. Ni siku ambayo kazi haifanywi, haubebi chochote, wewe unakaa kwako unatulia. Kama nilivyoamuru, kama vile Mwenyezi Mungu alivyoamuru wazee wenu, wazee wetu, yani wazee wa Waisraeli, vile Mungu aliwaamuru iwe hivyo mpaka kwa wajukuu na watoto na wajukuu. Endelea. Lakini wazee wenu, lakini wale wazee ambaye Mungu alipatia sheria Sabato hawakumsikiliza. Kumbe hawakumsikiza Mungu. Walipewa sheria lakini hawakumsikiza Mungu na wala kujali. Wala hawakujali yale ambayo Mwenyezi Mungu aliwaagiza, bali walifanya vichwa vyao kuwa vigumu. Kwa hivyo Mungu aliwapatia sheria, lakini kwa kuwa Mungu aliwapa sheria wakafanya vichwa vyao kuwa vigumu. Wakakataa kusikia. Yaani Mungu anasema kaa kwa nyumba, msitoke, wao wanatoka. Msibebe mizigo, wao wanabeba. Kwa hivyo walikataa sheria ya Mwenyezi Mungu. Endelea. Wakakataa kusikia. Walikataa kusikia maneno ya Mungu na kufuata maagizo yangu. Na kufuata maagizo ambayo Mungu aliwaagiza isifanyike siku ya Sabato. Walienda kinyume na hayo na lakini kumsikiliza mimi Mwenyezi Mungu. Mungemsikiliza Mwenyezi Mungu.
mkinisikiliza mimi Mwenyezi Mungu, ukimsikiliza Mwenyezi Mungu, kaacha kuingiza mzigo wote, mkaacha kuingiza mizigo yote kupitia malango ya mji huu, kupitia mlango wa mji siku ya Sabato, wala kufanya kazi siku hiyo, basi wafalme na wana wafalme na watoto wa wafalme wanaomfuata mfalme Daudi katika utawala wake, pamoja na watu wa Yuda, wakazi wa Yerusalemu, na wakazi wote wa Yerusalemu wataingia kwa kupitia malango ya mji huu, wataingia kupitia katika malango ya mji huu ambao ni Yerusalemu, wakiwa wamepanda farasi na magari ya farasi, na mji huu utakuwa na watu daima. Tulia mwalimu. Kwa hivyo tumepata kwamba sheria ya Sabato walipewa wazee. Walipopewa wazee wakahalifu, wakaenda kinyume. Kwa hivyo Mungu anasema mungelifuata sheria, basi mungeingia katika mji, hakungelikuwepo na wasiwasi, lakini mulienda kinyume na hiyo. Hebu mwalimu, tuendelee kuangalia ni sheria yapi ambao Mwenyezi Mungu alipea hawa watu wakahalifu. Nenda katika Hesabu 15:32. Walipoanza kuhalifu, Mwenyezi Mungu anasema nini? Hizo sheria Hesabu 15:32 mwalimu. Hesabu 15:32. Hayo inasema, na iseme mwalimu wangu, siku moja wakati Waisraeli walipokuwa jangwani, walimuona mtu mmoja. Waisraeli walipokuwa jangwani walimuona mtu mmoja akiokota kuni. Huyo mtu alikuwa anaokota kuni siku ya Sabato. Basi mtu huyo akapelekwa mbele ya Mose. akashikwa akapelekwa mbele ya Musa. Aaron na jumuiya yote, na kusanyiko lote, wao wakamweka kifungoni. Wao wakashika yule mtu aliyekuwa anaokota kuni siku ya Sabato, wakamfunga. Kwa sababu haikuwa bado imesema wazi namna ya kumfanya. Yaani sheria ya kumfanya huyo mtu ambaye amehalifu sheria siku ya Sabato, Mungu alikuwa hajapeana. Kwa hivyo walimkamata, wakamweka kifungoni. Kufanya nini? Kusubiri hukumu itoke. Endelea mwalimu. Ndipo Mwenyezi Mungu akamwambia Musa. Ndipo Mwenyezi Mungu akatoa hukumu yake. Mtu huyo lazima auawe. Jumuiya yote, kusanyiko lote watampiga mawe. Kusanyiko lote watampiga mawe nje ya kambi. Watamtoa nje ya kambi na kumpiga mawe. Basi watu wakamtoa nje ya kambi. Basi watu wakamchukua yule mtu wakamtoa nje ya kambi, wakampiga mawe mpaka akafa. Ndio Mwenyezi Mungu alivyomwamuru Musa. Ndio Mwenyezi Mungu alivyotoa oda kwa Musa. Kwa hivyo hii pia ni miongoni mwa sheria ya Sabato. Sheria ya Sabato inasema mtu akifanya kazi siku hiyo, huyo mtu inafaa kamatwe. Baada ya kukamatwa, huyo mtu apigwe mawe. Baada ya kupiga mawe mpaka huyo mtu akufe. Hii ni miongoni mwa sheria ambayo ilikuwa ikifanywa siku ya Sabato. Hebu tuangalie sheria nyingine ya pili. Ni sheria gani mwalimu? 28:9 kitabu cha Hesabu. 28:9 Hesabu mwalimu. 9 Hesabu kitabu cha Hesabu. Safi. Inasema hivi. Siku ya Sabato mtatoa sadaka. Sheria nyingine inasema ikifika siku ya Sabato, wana wa Israeli wawe ni wenye kutoa sadaka ya wana-kondoo. Yaani ikifika siku ya Sabato, mtoe sadaka ya wana-kondoo
wawili, wana-kondoo wawili wa kiume wa mwaka mmoja, wasio na dosari. Tulia mwalimu. Kwa hivyo hii pia ni miongoni mwa sheria ya Sabato. Inasemekana ikifika siku ya Sabato, ili Sabato yako itimie, ili Sabato yako iwe ni ile ya sheria, basi siku hiyo inatakana utoe sadaka kondoo wawili. Kondoo wawili wawe ni wa kiume na wao wamefikisha umri wa mwaka mmoja na wasiwe na dosari ila yoyote. Endelea. Sadaka ya nafaka. Na tena siku hiyo ya Sabato inafaa huwe na sadaka ya nafaka ya kilo 2 za unga. Na kilo 2 za unga. Laini. Tena iwe ni laini, yani kama ngano. Imesiagwa iwe laini kama unga ngano na iliyochanganywa na mafuta. Na sadaka yake ya kinywaji. Yani kondoo wawili na huwe na unga ambaye imesiagwa laini, ambaye imechanganywa na mafuta. Baada ya hapo muwe na kinywaji ambao mutasindikiza nayo hizi vitu. Yani siku ya Sabato inatakikana iwe ni karamu ile ambayo imeandaliwa kisawasawa. Endelea. Sadaka hii ya kuteketezwa. Na hii sadaka ya kuteketezwa itatolewa kila siku ya Sabato. Yani kila siku. Kama wewe unasema ya kwamba umeshika Sabato, unasema ya kwamba wewe ni msabato, inafaa kila siku ya Sabato uwe na kondoo wawili wa kiume ambao wamefikisha umri wa mwaka mmoja. Vile vile wasiwe na hila, yani dosari. Vile vile utafute kilo 2 ya nafaka ambayo imesagwa ngano laini, imechanganywa na mafuta. Vile vile uwe na kinywaji. Ina maana ni maandalizi ambao ni kabambe. Mungu anasema itakuwa inafanywa kila siku ya Sabato. Sasa kama wewe ni msabato, unatekeleza Sabato, unaadhimisha Sabato, na hivi vitu hauna, jua ya kwamba hiyo Sabato yako ni bandia. Hiyo Sabato ni ya batil. Haya sio maneno yangu. Haya ni maneno tunapata katika Biblia. Na juzi nimekuwa katika mji huu. Ilikuwa ni siku ya Sabato. Niliangalia barabarani sehemu nione kondoo wawili, sikuona kondoo wawili. Na sheria inasema kila Sabato muwe na kondoo wawili. Hao saa zingine mji huu mulishakula wa kondoo wameisha, sijaelewa. Mwalimu, hiyo ndio sheria ya Sabato. Na Mungu anasema ifanywe kila Sabato, ifanywe hivyo. Hebu tuangalie mwalimu. Kitabu nyingine, baada ya hayo kutofanyika, watu wameenda kinyume, Mungu akaanza kukasirika. Hawa nimewaamurisha wafanye hivi siku ya Sabato na wafanyi, Mungu akaanza kukasirika. Wakati Mungu akaanza kukasirika, jambo la kwanza Mungu alisema nini? Hosea 2:11. Hasira ya Mungu sasa imeanza. Kwa sababu mmeambiwa ya kwamba siku ya Sabato msizeze chochote, lakini mnatoka na mabegi zenu, mapochi zenu, mnaenda ibada. Mmeambiwa msitoke, lakini mnatoka mnaenda makanisani. Hii si sheria. Sheria kaa kwa nyumba mpaka Sabato ishe. Haya yote yalipokataa kufanyika, wazee wakahalifu, wakaenda kinyume, basi Mwenyezi Mungu akasema nini mwalimu? Hosea 2:11. Itazikomesha starehe zake zote. Kwa hivyo Mungu akasema ya kwamba starehe zake zote atazikomesha. Sikukuu zake za mwezi. Na sikukuu zake za mwezi pia atakomesha. Mwandamo. Na za Sabato. Mwandamo pia za Sabato pia Mwenyezi Mungu atafanya nini? Atazikomesha. Kwa hivyo watu walipoenda katika kinyume na maagizo ya Mwenyezi Mungu, basi Mungu akaanza kuweka vikwazo. Mungu akasema ya kwamba atavikomeza furaha zake, mwandamo za mwezi na sikukuu na Sabato atafanya nini? Atazikomesha. Mwalimu,
Nenda katika kitabu cha King James, Biblia New Version. Isaya 1:13 mwalimu. Isaya 1:13. Hasira ya Mwenyezi Mungu imeanza kuwaka kwa sababu watu wanaenda kinyume na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Sheria ambayo inatukuza Sabato imeanza kuvunjwa. Mwenyezi Mungu akaanza kuwa na hasira. Jambo la kwanza akasema atazikomesha furaha na atazikomesha sikukuu na atazikomesha mwandamo na mwezi na atakomesha Sabato zao. Hebu endelea mwalimu. Msilete tena matoleo ya ubatili. Kwa hivyo Mungu anakataa, anasema ya kwamba matoleo ya batili sasa msilete, kwa sababu aliwaambia ya kwamba mtafute kondoo wawili, mtafute unga laini, muwe na vinywaji, mzifanye siku ya Sabato, kila siku ya Sabato. Mkaenda kinyume, Mungu anasema kwamba sasa sizitaki. Endelea. Msilete tena matoleo ya uvumba. Msilete tena uvumba, usilete matoleo ya uvumba. Ni chukizo kwa yote, ni chukizo kwa
One, two. Haya, tunaendelea. 1, 2. Ndio. Haya, mwalimu. Umejua yale ambao yametengenezwa na mkono wa mwanadamu yanakuwa namna hiyo. Hayakosi kasoro mwalimu. Haya. Yes mwalimu. Tulikuwa tunaangalia kitabu gani? Kitabu cha Isaya. Isaya 1:13. Isaya 1:13 mwalimu. Inasemaje mwalimu? Msilete tena matoleo ya ubatili. Mungu anasema msilete tena matoleo ya ubatili. Uvumba ni chukizo kwangu. Uvumba ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu. Mwezi mpya na sabato ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu. Makutano na kuita makutano yawezi maovu hayo. Mungu anasema hayo ni maovu. Na makutano ya ibada sasa hayawezi, na makutano ya ibada ambayo inafanywa siku ya Sabato Mwenyezi Mungu anasema hayawezi. Endelea. Malizia. Sikukuu zenu, na hizo sikukuu zenu za mwezi mpya, yani ni sikukuu ambazo zinafanywa za majanuari na manini hizi na mapasaka na nini hizo, na karamu zenu, na karamu ambayo inafanywa kwa kupitia haya masikukuu ya zilizoamriwa nafsi ya Mwenyezi Mungu yazichukia. Yani Mwenyezi Mungu nafsi zake inachukia. Malizia. Mambo hayo yananilemea. Yani kuna maneno ambayo yanalemea Mwenyezi Mungu. Nimechoka. Tena Mwenyezi Mungu amechoka kuyachukua. Kwa hivyo baada ya watu kuenda kinyume na maagizo ya Mwenyezi Mungu, ambao haya ni maagizo sheria ambayo aliweka siku ya Sabato. Endelea. Nanyi kunjua wako mikono yenu. Nitaficha macho yangu nisiwaone. Yani Mwenyezi Mungu anasema wakati mtakuwa mmekunjua mikono yenu mkimuomba, ataficha macho yake na haya maombi yenu hata yaona. Naam. Muombapo maombi mengi, na mkiwa mnaomba maombi mengi kwa siku ya Sabato hiyo, sitasikia. Tena Mwenyezi Mungu hatasikia. Mikono yenu imejaa damu. Mikono yenu imejaa damu. Kionyesheni. Kitakaseni. Ondoeni uovu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema jiosheni na mujitakaze na muondoe maovu ambayo mnafanya. Jiosheni. Jitakaseni. Mungu anasema mujioshe na mujitakaze uovu wa matendo yenu, na maovu ya matendo yenu muyaoshe na muyatakaze. Isiwe mbele za macho yangu, na isiwe mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Wacheni kutenda mabaya. Wacheni kutenda, watu wawache kutenda mambo mabaya. Jifunzeni kutenda mema, na mujifunze kutenda mema. Takeni hukumu na haki. Takeni hukumu na haki. Wasaidieni walioonewa, na wasaidieni wale ambao wameonewa. Patieni yatima haki yake, na haki na yatima apate haki yake. Teteeni mjane, na mjane pia tetewe. Haya. Na ndio tusemezane. Tulia. Kwa hivyo tulia hapo mwalimu. Maneno mazuri kabisa sana. Mwalimu, hapa tumepata katika kitabu ni cha Isaya 1:13. Baada ya Mwenyezi Mungu kusema katika Hosea 2:11 ya kwamba
basi Mwenyezi Mungu anarudi katika Isaya 1:13 anasema niondoleeni. Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba hataki sadaka zile za kuteketezwa. Mwenyezi Mungu anasema ya